hadithi qudsi ni maneno matukufu ya Allah. Anasema Allah, sabbani ibni adama ay shatamani ibni adama an taqula ittakhadha ar-rahman walada. Sabbani ibni adama, amenitukana mwanadamu, amevunja heshima yangu mwanadamu. Anayesema haya ni Mola ambaye rafa'a as-samaa bighairi amadin tarawnaha. Anayesema haya ni yule ambaye wa anna quwwata lillahi jami'a. Anayesema haya ni yule ambaye inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id. Anasema Mwenyezi Mungu mwenye uwezo, mwenye nguvu, mwenye ufalme, mwenye kuweza kila kitu na hashindi na chochote, bali fa'alun lima yurid, anafanya analolitaka kwa kudra yake. Sasa anasema binadamu dhaifu amethubutu kunitukana mimi. Chukua hali ya kawaida tu, una jamaa yako unawasimulia watu, ama fulani kanitukana, amenitukana sana mtu fulani. Ukisema hivyo utakuwa umehamaki. Unaonaje ukimtia mkononi? Unaweza ukamvunja mifupa. So amekutukana. Kutukanwa ni jambo baya. Mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam asema sibabu muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kumtukana Muislamu tu ala sabili mithal, mjinga we, basi Mtume anasema huo ni uovu mkubwa. Msitukanane, na mkaanza kupigana ni ukafiri. Na si unajua al-kafir amaluhu mardud, alokuwa kafiri matendo yake yote ni habaa manthura, fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Hata kwenye mzani hawatopimwa matendo yao. Mtu kafiri lau anfaqa mil al-ardi dhahaban liwujuhi al-khair fahuwa rad, atasaddaq ajaze nchi nzima dhahabu, lakini anataka thawabu, basi hata ule mguu wa mdudu chungu halipwi, kwa sababu inna dina inda Allahi al-Islam. Mtu kuwa Muislam ni neema kubwa, lakini fadhila ya Mwenyezi Mungu. Hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam, tusiwavunje moyo wasiokuwa Waislamu ili wasifanye kheri. Anasema asiokuwa Muislamu akitenda kheri kwa ule wema aliofanya, akitoa sadaka, akajenga visima, akasaidia wajane, mayatima, basi Mwenyezi Mungu atamrejeshia ile kheri yake hapa hapa, atamzidishia. Kwa hiyo asiokuwa Muislamu, asiokuwa na dini, mpagani, akifanya wema asirudi nyuma, azidi kufanya, Mwenyezi Mungu atamzidishia. Nasi tuna wajibu kumwambia Mungu akuongezee kwa pale ulipotoa, na atamuongezea. Lakini akifa ndio yameshamalizika. Ndio maana kama mmetasawwar, kama kuna mtu anatenda kheri si Muislamu, huwa anabarikiwa mambo yake. Kuna nchi kubwa si za Kiislamu, za nje, wana tabia ya kutenga fungu la 10 la Mungu kila mwaka. Yani nchi hizo zinatoa zaka, lakini si nchi za Kiislamu. Fungu hili liende Afrika, likasaidie wasiojiweza, wanyonge, wazee, vikongwe. Angalia zile nchi zinavyonyanyuka juu uchumi wao. Kwa sababu Mwenyezi Mungu lazima awape sadaka, haijamdondosha hapo mtu.
Lakini Mtume akasimulia, ama Muislamu akitasaddaq, akitenda kheri, hulipwa kwa dunia yake na akhera pia. Sasa ndugu yangu Muislamu, Mwenyezi Mungu anasema hivi, au Mtume anasema kutukanana Waislamu peke yao ni uovu, kuwana ni ukafiri. Ndio maana idha taqa muslimaini bisayfayhima, wakikutana Waislamu wawili na panga zao wanapigana, falqatil walmaqtul fi nnar, atakayemuua mwenzie na atakayeshindwa akauliwa, Mtume anasema wote pahala pao ni motoni. Sahaba asema naam, huyu aloua kwenda motoni sawa, fama balul maqtul, sasa inakuwaje na huyu alouliwa na katie kauliwa? Mtume sema innahu kana harisun ala qatli sahibihi, hata yeye kauliwa lakini alikuwa na tamaa ya kumuua mwenzie. Kuona jambo la kutukanana na kupigana halifai. Sasa tasawwar, tumekuwa na midomo michafu ya kuchafuana, ya kudogeshana, mpaka binadamu sisi Allah hajakosea aliposema innal insana lirabbihi lakanut. Tafsiri nzuri, binadamu kwa Mola wake ni mkorofi, ni mjinga, ni dhalim, hana shukrani, anakanusha neema ya Mola wake. Wametukanana wenyewe, haijatosha, matusi yakatoka kwa viumbe, yakatoka minal makhluq ila al-khaliq, mpaka kwa Mwenyezi Mungu Rabbul Izza. Binadamu wenyewe ulimi huu mpaka mnamtukana Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anasema mwenyewe katika hadithi Qudus, sabani ibnai adama, amenitukana mwanadamu. Ni yapi matusi haya mazito kwa Mwenyezi Mungu? Antakula ittakhadha arrahman walada, ni kwa kile kitendo cha kusema eti mimi nimejifanyia mtoto. Kwa shida gani hasa? Qul huwallahu ahadun Allahu samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walienda siku hizo washirikina wa Maka, akamwambia Mtume, sifna rabbak, tusifie sifa za Mola wako. Ana wajukuu, ana watoto, ana ukoo, ni mkubwa, ni mdogo. Ikaja suratu Ikhlas, qul, wasomeshe hawa wasiropoke maneno hayo, waeleze hawa huwallahu ahadun, huwallahu ahadun. Ukisema ahadun haiwezi ikaingia na mbili yake. Qul huwallahu ahadun, ingekuwa Allahu wahidun, ingekuja wahidun, ingekuja na thaniyan na thalithan na rabi'an, lakini ahadun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Waambie Mungu ni mmoja, na wakisema kinyume chake ni matusi. Katika sura Maryam asema takadu samaa yatafattarna, mbingu zinakaribia kupasuka na ardhi kuchanika na majabali kuvunjika. Unaposikia bahala watu wakisema Mwenyezi Mungu ana mtoto, Mwenyezi Mungu ana sijui mama, Mwenyezi Mungu sijui, ni makosa makubwa. Katika sura Tauba aya nambari 30, Allah asema waqalat al-yahudu Uzairun ibn Allah waqalat an-nasara al-masih ibn Allah. Wazi Mayahudi wanasema Uzair ni mwana wake Allah. Waqalat an-nasara al-masih ibn Allah, na manasara nao wanasema Isa, Yesu ni mwana wake Allah. Dhalika qawluhum, hayo maneno wanaoyasema, yudhahiuna qawla alladhina kafaru min qabl, wanafananiza maneno yao na waliokufuru kabla yao. Ina maana wanaodai madai haya ni watu wengi, hawajaanzia hapa. Watu waliopita wapo wengine walikuwa wakisema wal malaikatu banatullah, hawa malaika ni daughters wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ana watoto wake wawili wa kiume, wanasema
ni Uzair na Isa, na ana watoto wa kike, wal malaikatu banatullah, hawa malaika ndio daughters wake. Ndio maana hata leo utaona watu wakichora picha ya malaika, kuchorwa kama malaika mrembo. Nani aliyokuambia malaika ana ujinsia huo? Basi Mwenyezi Mungu anasema qatalahumullah anna yufakun, amewalaani vikali Mwenyezi Mungu. Anayesema maneno hayo amelaaniwa, na lazima tumkumbushe, tumrudishe katika mstari, kwa sababu anasababisha mbingu zinakaribia kuchanika, mbingu zinauvika. Sabaha lillahi ma fi samawati wal ardi, sasa vyote vinahisi jamadati ile azmatillah. Mimi na wewe tusikubali kusikiliza shirki kama hizi kabisa. Mwenyezi Mungu hajajifanyia mtoto. Katika kibaru tabi'ina waliopita, ukitizama katika sura min hayati tabi'in wa tabi'iyat, kuna mmoja alikuwa akiitwa Abul Yazid Bastami. Abul Yazid Bastami alikuwa anaishi nchi ya Iraq. Iraq ni markazi ya Kiislamu, ni nyumba yetu ya historia. Basra na Kufa Iraqi ndio miji ya kiilmu, na Iraqi ina historia nyingi sana. Hata Nabii Allah Adam alayhi salam alivyofukuzwa kule peponi, anasema na Ibilisi naye, kulna bitu minha jamia, ondokeni. Na Ibilisi naye alifukuzwa siku hizo, lakini yeye akashuka moja kati ya mlima fulani kule Iraq. Wa unzilatil hayya, na nyoka naye aliteremshwa siku hizo. Kwa hiyo markazi Iraq ina historia nyingi sana. Na Iraq hata Sheikh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Hanifa an-Nu'man wamezikwa kule. Lakini pia kuna mwanachuoni mkubwa anaitwa Sheikh Abdul Qadir Uda, alotunga tafsiri muhimu sana inaitwa fi idlalil Qur'an, vivuli mwanana vya Qur'an. Alitokea kule Iraq na akafia Madina, kasomesha Maka, akafia Madina. Na mwanachuoni huyu ni yule mwanachuoni ambaye alikamatwa akaingizwa gerezani miaka mingi, akawa anafanyiwa istihza na wale watu ambao wanasema Allah kajifanyia mtoto. Yeye alikuwa akipinga, Sheikh Abdul Qadir Uda, tauhid. Ayuha nas wahidullah fa inna at-tauhid ay fa inna at-tawahid rasu ta'at. Tauhidi ndio jambo kubwa, na kila Muislamu aitambue tauhid bi akmalihi, kwa furuati, kwa matawi yake yote, awe mtu wa tauhidi mwenye kumpwekesha Allah. Na kama mtu ilmu ya tauhidi kwake ni ndogo, ana upungufu wa silaha kubwa za kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Sheikh Abdul Qadir Uda Iraqi pale alikamatwa kutangaza masala ya tauhidi, akaingizwa gerezani. Ikawa zile sigareti, zile sigara wanazizima sehemu zake za siri, lakini mpaka akawa anaambia, hebu tusomee suratul Fatiha kinyume, ghairil maghdubi alayhim waladdallin ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu, mpaka bismillah. Lakini baadaye akafungwa sehemu ambayo kuna mbwa kubwa kama ndama, wamekwa na njaa muda mrefu. Akiingizwa mtu dakika kishamalizika, wakamfunga ili wapate kumuua. Basi yule Haris akaambiwa, kamtizame huyo mbwa, keshaliwa na mbwa wenzie. Mwanachuoni anaitwa Mbwa. Walipofika pale, yule mlinzi akamkuta Sheikh Abdul Qadir amesujudu, alafu wale mbwa wanamlinda. Akasema, nimemkuta shekhe anasali sajidan wal kilabu yahrusuhu. Angalia, mpaka wanyama hao wanatambua heshima ya watu wa tauhidi, heshima ya wanazuoni. Lakini pale gerezani akatunga tafsiri matata muhimu ya Qur'anil Karim. Hiyo ndio Iraq. Sasa kuna bwana mmoja katika tabi'in anaitwa Abul Yazid Bastami, alikuwa anatembea na fikra, vipi watu watamtambua Mwenyezi Mungu.
na katika nchi ile kulikuwa kuna kanisa usiku na mchana. Ndo maspika ya zama hizo wanahubiri Mungu kadhaa, Mungu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mtoto. Kwa sisi Waislamu maneno haya yana ukakasi mkubwa, so Allah apendi. Akalala usiku wa Bali Yazid, kisha alivyokuwa amelala ule usiku bora kuelekea alfajir, akamsikia mnadi anamnadia usingizini mwake. Akiwa amelala tu akasikia sauti inaambia, ya Abul Yazid, inna lailatin Eid Nasara. Usiku wa leo umelala, lakini leo ni sikukuu ya Manasara. Leo ni mkesha wa Pasaka. Leo usiku wa leo anakufuriwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usiendelee kulala. We ni mtu wa fikra, we ni mtu wa kufikisha. Hembu simama, nenda mpaka kwao, pengine Mwenyezi Mungu akaleta fathi na ushindi. Faqama, akasimama, akatawadha, na hakutaka kujua nani atali mnadia. Mbio fadakhala fi diri Nasara, akaingia katika kanisa la jamaa wale. Alipoingia, yule pasta au father au baba akamuona Abul Yazid. Alivyomuona akanyamaza, akawa hazungumzi kitu, kamtizama. Waumini wametizama mbele kama mlivyonitizama mimi. Wakamuuliza watu wake, ya abatana walimadha la tatakallam, ewe kiongozi wetu, mbona umenyamaza ghafla? Mbona misa haiendelei? Zungumza Injili. Akamwambia, wa kaifa utakallam wa bainana rajulun muhammadiyun laqad dakhala alaina. Naendelea vipi mimi kuzungumza? Hapa kuna Muislamu kaingia msikitini. Sehemu yake ni msikitini, sio hapa kanisani. Kaingia hapa kanisani, sio sehemu yake. Kaingia hapa msikitini hapa. Watu wote wakageuka shingo nyuma. Baada ya kutizama, wakamwona rajulun muhammadiyun. Kumtizama Abul Yazid, wakamwona ameingia pale, lakini alikuwa hana athari yoyote ya Uislamu. Haonekane makanzu na malemba, manake kaamka kwa pupa, kakimbilia hidayah tu. Akasema, hapa ndo kuna hidayah na ninakwenda kuitamka kalma katikati ya haramu. Wakamuuliza, kaifa araftahu annahu rajulun muhammadiyun? Asa wewe umemjuaje kama huyo ni watu wa Muhammad? Akasema, mimi nawajua Waislamu. Anna rajulun muhammadiyun simahum fi wujuhihim min athari sujud. Watu wa Muhammad ukiwatizama nyusoni mwao wana alama fulani hivi kwa wingi wa kusujudu, wana sijda. Kwa alama hizi tunawatambua Waislamu. Hata Mtume aliulizwa, kaifa ta'rifu ummataka yawm al-qiyama ya Rasulullah? Nyumati ni nyingi siku ya Kiyama. Sahaba wanasema, utatujuaje sisi ni katika ummati wako, usije ukatuacha ya Rasulullah? Mtume asema, inna ummati yaatuna au yad'una yawm al-qiyamati ghurra muhajjarina min athari al-wudu wa man istata minkum man yutilla ghurratahu falyasna. Watu wangu siku ya Kiyama watasogezwa kwangu wakiwa wanawaka, wana mataa, wanameremeta kutokamana na zile sehemu za athari za kuswali na kuchukua udhu. Na Mtume asema, kama kuna mtu anaweza kutawadha, mwisho ni hapa, usifanye israfu, lakini ukazidisha kidogo, atakayeweza kuongeza kumeremeta kule, basi naafanye, nitapata kumtambua. Kwa statement hii, asochukua udhu na asoswali ajisahau kuwa katika ummati Muhammad. So Mtume hatomtambua. Hiyo ndo alama sio shati lako wala kofia, kwanza haitokuwepo. Swali sana, hatutokusahau, tutakuwa pamoja na Mtume Muhammad. Kamwambie mke wako, tutakusahau, utakuwa na giza. Swali mke wangu, watoto wangu swalini. Hii ni alama hii. Shekhe mmoja wakati nasoma hadithi ipo kwenye Bulughul Marami, aliniambia neno zito.
Akasema kama una mkeo, mashallah, unajimai naye, unamkumbatia naye. Wajua hapa mbele yetu tuna pazia 70 za ghaib. Hatuoni mambo ya ghaib, na tungeona pengine tungekufa kwa tamaa au kwa hofu. Anasema yule mkeo unaistareka naye lakini hasali, umelala juu ya nguruwe tena mweusi. Sautari kusala mal'una, anayeacha sala amelaaniwa vikali. Anayeacha sala kila kitu kimemkataa jamanini, tonge analokula linamlaani. Si ni kwame ufe? Pengine ndo mke wako, ndo dada yako, na familia hazina sala. Wewe mwenyewe sala yenyewe ndo hii ya Ijumaa tu. Sala ni jambo kubwa. Awwal ma yuhasabu al-abdu bihi yawm al-qiyama as-sala. Cha mwanzo kuhesabiwa siku ya kiyama mtu ni sala. Ndugu zangu Waislamu, na tuambieni maneno, tuambiane wazi wazi maneno haya mapema. Kuna ibada zina uwakala lakini si sala. Mamako hajaenda hiji, hawezi, unaweza ukaenda ukamhijia. Kaka yako kafa na deni la saumu, Mtume asema swama waliyuhu, ndugu yake amfungie. Si jambo la sala. Ukiwa safarini na sala zako hakili na kuwakilishwa, tumswalie mzee, hiyo habari hakuna. Unaumwa na sala, umepondeka, uwezi kukaa na sala, wewe labda akili yako haiko sawa sawa, ndio utakuwa umesameheka. Umesahau ukikumbuka, amka uswali. Umelala ukikumbuka, ukiamka, amka uswali. Na mtu yoyote, awe kiongozi wa kiserikali, awe ndugu yake imamu, awe mtu mashuhuri, kuzikwa na watu wengi si hoja ya kwenda peponi. Nasema kama hasali, motoni, hata awe mashuhuri kiasi gani. Hata kama utampigia mizinga 10,000 kwa heshima, kama hana sala, Mtume anasema hana fungu katika Uislamu asiokuwa na sala. Hana fungu, si wetu. Sala. Na wanaume wasali panapoadhiniwa msikitini. Si jambo la khiari kupenda, Waislamu. Mtume amefananisha nafasi ya sala katika Uislamu ni sawa na nafasi ya kichwa katika mwili. Hapa mimi natoa khutba, nakaa chini hapa, alafu nisimame ghafla mnione sina kichwa, tuone kama mtakao msikitini. Mtakimbia nyote. Natisha, mtu gani hana kichwa? Mtu gani hana kichwa? Hata mimi ningeingia, naona safu ya kwanza watu wote hawana vichwa, ningerudi huko nilikotoka, sema nimekuja kuhutubu, lakini au wanaotakiwa kuhutubiwa si watu, pengine ningesema majini. Basi vile vile nafasi ya sala katika Uislamu ni sehemu ya kichwa. Abu Yazid akatambulika kwa athari ya sala. Kisha yule fasta au yule fadha akamwambia, ya Abu Yazid, ukhruj min huna, tunakuomba utoke, tunaendelea na ibada. Abu Yazid akasema, wallahi lan akhruja hatta yahkum Allahu baini wa bainakum wa huwa ahkamul hakimin. Mimi hapa sitoki mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, aamue ima mimi au nyie, na yeye ndo mbora wa kuhakimu. Hizi nguvu umezitoa wapi wewe? Umezitoa wapi? Anasema anna quwwati ar-rusul ma'a al-mursil, nguvu siku zote ya anayetumwa inashikamana alomtuma nani. Anaweza akaingia polisi mmoja hapa akamkamata imamu akamtia kofi, afu nyote mmetizama. Si kwamba ana nguvu hatuwezi kumshinda, nyuma kuna dora inamwakilisha. Sasa hao waja wema walikuwa haogopi, kwa sababu walikuwa wanasema nahnu qaumun ibta'athana Allah, sisi ni watu ambao Mwenyezi Mungu katutuma, tuna nguvu yake Allah, na hii ni nguvu kubwa mno. Idha urifa sababu batula la ajab, ikijulikana sababu nini, ajabu hakuna. Mbona ameingia kwa vishindo? Nyuma yake kuna Allah. Sisi dhaifu kwa sababu laqad nasina quwwatu rabbaniya, tumesahau nguvu za Mola wetu ambazo ndo nguvu za sisi Waislamu. Leo Muislamu anashikwa shati hivi, tena ndo imamu. Enzi hizo Muislamu akimnyoshia mtu kidole anakufa hapo hapo, nyuma alikuwepo Allah. Sasa hivi dhaifu, na huu dhaifu umetokea wapi? Hubbu dunya wa karahiyatul maut, kupenda sana dunia kupita kiasi na kuchukia kufa. Dunia mpaka msikitini.
Imamu kangania msikitini miaka 20 aondoki hapa kwa sababu dunia tu. Unakaa msikitini kwa maslahi ya umma. Hakuna nafasi ya dunia hapa. Asema sitoki. Wakamwangalia mchungaji wao, mbona anakuwa challenge na mtu mmoja? Naye akatafuta njia ya kumuua. Akamwambia basi sawa, sanuwajihi ilaika asina. Sisi tutakuletea maswali yetu. Fa inna jabta laha. Ukiajibu salamta, umepata usalama. Wa illa ukishindwa swali moja tu, takhruju baina aidina mahamulan qatila. Tutakutoa tukiwa tumekukata vinyama vipande vipande. Man huwa alwahidu alladhi la thaniya la. Ni upi mmoja asokuwa na pili yake? Akasema qul huwallahu ahad wallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Huyo ni Allah, hajazaa hajaziwa, hana mfano. Man ladhani alladhi la thalithahuma. Mawili yasokuwa na tatu yake ni lipi? Akaambia waja'alna al-laila wan-nahara ayatayn. Tumefanya usiku na mchana ni ishara mbili, alama mbili. Wa thalithu allati la rabi'ahuma. Matatu yasokuwa na yanne yake ni yapi? Akamwambia a'dharu Musa ma Khadrin. Ni zile nyudhuru alizitoa Nabii Allah Musa wakati anasafiri na Saina Khadri. Katobwa jahazi, Musa akauliza, kaua mtu, Musa akauliza. Yalikuwa mambo matatu. Na jambo la nne sokuwa na tano yake, akambia kutubu samawiyati almunazzalati ala anbiya wa hiya Taurat wal Injili wal Zabur wal Qur'an. Ni vitabu vikubwa vinne vilivyoshushwa kwa mitume: Taurat, Zabur, Injil, Qur'an. Matano yasokuwa na sita yake, akambia salatu maktubati likulli yawmin wa hiya subhi wal dhuhri wal asr wal maghrib wal isha. Matano yasokuwa na sita yake ni hizi sala tano za kila siku, ndo da'wa hiyo. Sita isokuwa na saba yake, akambia inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam. Ni yule aliyeumba mbingu kwa muda wa siku 6, wama ya'ya bi khalqihinna, na hajachoka wakati anaumba. Akambia kwa nini unasema hajachoka? Ambia kwa sababu nyinyi itikadi yenu makafiri nyie mnasema Mwenyezi Mungu kaumba siku 6, siku ya saba ya sabato akawa amechoka, tena akaweka mguu wake rijlan ala rijli, kafunga 4 kwamba kachoka. Hakuchoka. Ataanni min Allah, upole ni wake Allah. Aliamua kufanya taratibu, angeweza kufanya siku moja. 7 isokuwa na ya 8 yake, ambia alladhi khalaqa 7 samawati tibaqa. Ni yule aliyoumba mbingu 7 hali ya kupishana. Ya 8 isokuwa na 9 yake, akambia wayahmilu arsha rabbika yawma idhin 8. Ni wale hamalatul arshi waliobeba arshi ya Mola wako aina 8, malaika wale. 9 isokuwa na 10 yake, akambia ayatu Musa 9. Ishara na miujiza ya Nabii Musa, chura, bakora, ilikuwa miujiza 10. Kisha mambo gani ukifanya unapata 10 mfano wake? Akambia manjaa bihasanatin 10 amthaliha. Atakayefanya jema moja Allah atampa 10 mfano wake. Akambia na masali matatu ya mwisho, na hilo la mwisho mtajibu nyie, tujiweke sisi ndo nafasi ya Abul Yazid, kwa sababu mwenzetu ana imani. Allah anamletea ala anna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Anaenda kanisani kuvunja hoja watu wapate hidayah, na alisilimisha kanisa zima mpaka leo ndo msikiti pale. Akaulizwa katika masali matatu, ma huwa qabru alladhi sara li sahibihi, kaburi gani lilitembea na mtu wake ndani? Akasema hilo sio kaburi, walakin huta Yunus wa huwa mulim. Ni yule samaki alombeza Nabii Yunus akawa anatembea naye. Akambia sawa. Ma ashya alladhi khalaqaha Allahu bighairi ummin wala abin. Kuna viumbe ambavyo au vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba bila ya mama wala baba, na kama vina mama baba havina, kama vina mama baba havina. Ni vitu gani? Akambia Saina Adam, naqat Saleh wa qatshu Ismail. Huyu ni Adam, hana baba wala mama, katokea peponi. Ngamia wa Nabii Saleh hana baba wala mama, katokea majabalini.
lakini kondoo alokuja kumkomboa Nabii Ismail hana baba wala mama, ametokea peponi. Ama vyenye mzazi mmoja, Nabii Allahi ni Sayyida Hawa, ni mama Hawa ana babake Adam, hana mama. Ni Sayyidina Isa bin Maryam na mamake Maryam, lakini baba hana. Akambia sawa, wa ayu shay'in tatanafasa, na ili nakuachieni nyie masali mawili, na kuachieni nyie baada ya sala. Akaulizwa, ai, ili tusikuue wewe mtu wa Muhammad, ayu shay'in tatanafasa au tatanafusa wala ruha fihi, wewe kama Muislamu kitu gani kimetoa pumzi, kimepumua, hakina roho? Swali la kwanza. Swali la pili, mahiya shajara, kuna mti mkubwa, hadhihi shajara, huu mti mkubwa una matawi 12 na kila tawi moja lina majani 30 na kila jani moja lina matunda 5 na yale matunda yankasimu ila qismain, yamegawanyika makundi mawili, thalathatu fi dhilli wa thani fi shams. Matunda 3 yapo kivulini, 2 yapo juani. Tueleze tusikuue. Tunavyoamini sisi Waislamu, wana ilmu inaitwa suratul ijaba. Waislamu wote wanajibu haraka, ni watu wa elimu. Tujiweke sehemu ya Abu Yazid, alijibu nini? Njoo pamoja na mimi baada ya sala tuangalie tungetoka salama au na sisi tungeweza kuuliwa salama. Lakini kwa kifupi alijibu maswali hayo, tutajua baadaye, na akaadhini mwenyewe, akakimu mwenyewe, akawasalisha watu salatul fajr. Huu ndo Uislamu wa enzi hizo. Waqala azza min qailin alim, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mwenyezi Mungu akaleta fathi na ushindi, faqama, akasimama, akatawadha, na hakutaka kujua nani atalim nadia, mbio mbio, fadakhala fi diri nasara, akaenda akaingia katika kanisa la jamaa wale. Alipoingia yule pasta au father au baba akamuona Abu Yazid. Alipomuona akanyamaza, akawa hazungumzi kitu, kamtizama. Waumini wametizama mbele kama mlivyonitizama mimi. Wakamuuliza watu wake, ya abatana walimadha la tatakallam, ewe kiongozi wetu, mbona umenyamaza ghafla? Mbona misa haiendelei? Zungumza injili. Akamwambia, wa kaifa utakallam wa bainana rajulun muhammadiyun laqad dakhala alaina, naendelea vipi mimi kuzungumza? Hapa kuna Muislamu kaingia msikitini, sehemu yake ni msikitini, sio hapa kanisani. Kaingia hapa kanisani, sio sehemu yake, kaingia hapa msikitini hapa. Watu wote wakageuka shingo nyuma. Baada ya kutizama wakamwona rajulun muhammadiyun, kumtizama Abu Yazid wakamwona ameingia pale, lakini alikuwa hana athari yoyote ya Uislamu, haonekane makanzu na malemba. Manake kaamka kwa pupa, kakimbilia hidayah tu, akasema hapa ndo kuna hidayah na nakwenda kuitamka kalma katikati ya haramu. Wakamuuliza, kaifa araftahu annahu rajulun muhammadiyun, asa wewe umemjuaje kama huyu ni watu wa Muhammad? Akasema, mimi nawajua Waislamu, anna rajulun muhammadiyun simahum fi wujuhihim min athari sujud, watu wa Muhammad ukiwatizama nyusoni mwao wana alama fulani fulani hivi kwa wingi wa kusujudu, wana sijda. Kwa alama hizi tunawatambua Waislamu. Hata Mtume aliulizwa, kaifa ta'rifu ummataka yawm al-qiyama ya Rasulullah, nyumati ni nyingi siku ya kiyama. Sahaba wanasema, utatujuaje sisi ni katika ummati wako, usije ukatuacha ya Rasulullah. Mtume asema, inna ummati yaatuna au yad'una yawm al-qiyamati ghurra muhajjarina min athari al-wudu
waman istata minkum man yutilla ghurratahu falyasna. Watu wangu siku ya kiyama watasogezwa kwangu wakiwa wanawaka waka, wana mataa, wanameremeta, kutokamana na zile sehemu za athari za kuswali na kuchukua udhu. Na Mtume asema kama kuna mtu anaweza kutawadha, mwisho ni hapa, usifanye israfu, lakini ukazidisha kidogo, atakayeweza kuongeza kumeremeta kule, basi naafanye, nitapata kumtambua. Kwa statement hii, asochukua udhu na asoswali ajisahau kuwa katika ummati Muhammad. So Mtume hatomtambua. Hiyo ndo alama. Alama sio shati lako wala kofia, kwanza haitokuwepo. Swali sana, hatutokusahau, tutakuwa pamoja na Mtume Muhammad. Kamwambie mke wako tutakusahau, utakuwa na giza. Swali mke wangu, watoto wangu swalini. Hii ni alama hii. Shekhe mmoja wakati nasoma hadithi ipo kwenye Bulughul Marami, aliniambia neno zito. Akasema kama una mkeo, mashallah, unajimai naye, unamkumbatia naye. Wajua hapa mbele yetu tuna pazia 70 za ghaib. Hatuoni mambo ya ghaib, na tungeona pengine tungekufa kwa tamaa au kwa hofu. Anasema yule mkeo unaistareka naye lakini hasali, umelala juu ya nguruwe tena mweusi. Sautari kusala mal'una, anayeacha sala amelaaniwa vikali. Anayeacha sala kila kitu kimemkataa jamanini, tonge analokula linamlaani. Si ni kwame ufe? Pengine ndo mke wako, ndo dada yako, na familia hazina sala. Wewe mwenyewe sala yenyewe ndo hii ya Ijumaa tu. Sala ni jambo kubwa. Awwal ma yuhasabu al-abdu bihi yawm al-qiyama as-sala. Cha mwanzo kuhesabiwa siku ya kiyama mtu ni sala. Ndugu zangu Waislamu, na tuambieni maneno, tuambiane wazi maneno haya mapema. Kuna ibada zina uwakala lakini si sala. Mamako hajaenda hiji, hawezi, unaweza ukaenda ukamhijia. Kaka yako kafa na deni la saumu, Mtume asema swama waliyuhu, ndugu yake amfungie. Si jambo la sala. Ukiwa safarini na sala zako, hakili na kuwakilishwa tumswalie mzee, hiyo habari hakuna. Unaumwa na sala, umepondeka, uwezi kukaa na sala, wewe labda akili yako haiko sawa sawa, ndio utakuwa umesameheka. Umesahau, ukikumbuka amka uswali. Umelala, ukikumbuka, ukiamka amka uswali. Na mtu yoyote, awe kiongozi wa kiserikali, awe ndugu yake imamu, awe mtu mashuhuri, kuzikwa na watu wengi si hoja ya kwenda peponi. Nasema kama hasali motoni, hata awe mashuhuri kiasi gani. Hata kama utampigia mizinga 10,000 kwa heshima, kama hana sala, Mtume anasema hana fungu katika Uislamu asiokuwa na sala. Hana fungu, si wetu. Sala. Na wanaume wasali panapoadhiniwa msikitini. Si jambo la khiari kupenda, Waislamu. Mtume amefananisha nafasi ya sala katika Uislamu ni sawa na nafasi ya kichwa katika mwili. Hapa mimi natoa khutba, nakaa chini hapa, alafu nisimame ghafla mnione sina kichwa, tuone kama mtakao msikitini. Mtakimbia nyote. Natisha, mtu gani hana kichwa? Mtu gani hana kichwa? Hata mimi ningeingia, naona safu ya kwanza watu wote hawana vichwa, ningerudi huko nilikotoka, sema nimekuja kuhutubu, lakini au wanaotakiwa kuhutubiwa si watu, pengine ningesema majini. Basi vile vile nafasi ya sala katika Uislamu ni sehemu ya kichwa. Abu Yazid akatambulika kwa athari ya sala. Kisha yule fasta au yule fadha akamwambia, ya Abu Yazid, ukhruj min huna, tunakuomba utoke, tunaendelea na ibada. Abu Yazid akasema, wallahi lan akhruja hatta yahkum Allahu baini wa bainakum wa huwa ahkamul hakimin. Mimi hapa sitoki mpaka Mwenyezi Mungu ahukumu, aamue ima mimi au nyie, na yeye ndo mbora wa kuhakimu. Hizi nguvu umezitoa wapi wewe? Umezitoa wapi? Anasema anna quwwati ar-rusul ma'a al-mursil, nguvu siku zote ya anayetumwa inashikamana alomtuma nani. Anaweza akaingia polisi mmoja hapa akamkamata imamu akamtia kofi,
afu nyote mmetizama. Si kwamba ana nguvu hatuwezi kumshinda, nyuma kuna dora inamwakilisha. Sasa hao waja wema walikuwa haogopi, kwa sababu walikuwa wanasema nahnu qaumun ibta'athana Allah, sisi ni watu ambao Mwenyezi Mungu katutuma, tuna nguvu yake Allah, na hii ni nguvu kubwa mno. Idha urifa sababu batula la ajab, ikijulikana sababu nini, ajabu hakuna. Mbona ameingia kwa vishindo? Nyuma yake kuna Allah. Sisi dhaifu kwa sababu laqad nasina quwwatu rabbaniya, tumesahau nguvu za Mola wetu ambazo ndo nguvu za sisi Waislamu. Leo Muislamu anashikwa shati hivi, tena ndo imamu. Enzi hizo Muislamu akimnyoshia mtu kidole anakufa hapo hapo, nyuma alikuwepo Allah. Sasa hivi dhaifu, na huu dhaifu umetokea wapi? Hubbu dunya wa karahiyatul maut, kupenda sana dunia kupita kiasi na kuchukia kufa. Dunia mpaka msikitini, imamu kangania msikitini miaka 20 haondoki hapo kwa sababu dunia tu. Unakaa msikitini kwa maslahi ya umma, hakuna nafasi ya dunia hapo. Asema sitoki. Wakamwangalia mchungaji wao, mbona anakuwa challenge na mtu mmoja, naye akatafuta njia ya kumuua. Akamwambia basi sawa, sanuwajihi ilaika asina, sisi tutakuletea maswali yetu, fa inna jabta laha, ukiajibu salamta, umepata usalama, wa illa ukishindwa swali moja tu, takhruju baina aidina mahamulan qatila, tutakutoa tukiwa tumekukata vinyama vipande vipande. Man huwa alwahidu alladhi la thaniya la, ni upi mmoja asokuwa na pili yake? Akasema qul huwallahu ahad wallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu, huyo ni Allah, hajazaa hajaziwa, hana mfano. Man ladhani alladhi la thalithahuma, mawili yasokuwa na tatu yake ni lipi? Akaambia waja'alna al-laila wan-nahara ayatain, tumefanya usiku na mchana ni ishara mbili, alama mbili. Wa thalithu allati la rabi'ahuma, matatu yasokuwa na yanne yake ni yapi? Akamwambia a'dharu Musa ma Khadrin, ni zile nyudhuru alizitoa Nabii Allah Musa wakati anasafiri na Saina Khadri. Katobwa jahazi, Musa akauliza, kaua mtu, Musa akauliza. Yalikuwa mambo matatu. Na jambo la nne sokuwa na tano yake, akambia kutubu samawiyati almunazzalati ala anbiya wa hiya Taurat wal Injili wal Zabur wal Quran, ni vitabu vikubwa vinne vilivyoshushwa kwa mitume: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Matano yasokuwa na sita yake, akambia salatu maktubati likulli yawmin wa hiya subhi wal dhuhri wal asr wal maghrib wal isha. Matano yasokuwa na sita yake ni hizi sala tano za kila siku, ndo da'wa hiyo. Sita isokuwa na saba yake, akambia inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam, ni yule aliyeumba mbingu kwa muda wa siku 6, wama ya'ya bi khalqihinna, na hajachoka wakati anaumba. Akambia kwa nini unasema hajachoka? Ambia kwa sababu nyinyi itikadi yenu makafiri, nyie mnasema Mwenyezi Mungu kaumba siku 6, siku ya saba ya sabato akawa amechoka, tena akaweka mguu wake rijlan ala rijli, kafunga 4 kwamba kachoka. Hakuchoka. Ataanni min Allah, upole ni wake Allah. Aliamua kufanya taratibu, angeweza kufanya siku moja. 7 isokuwa na ya 8 yake, ambia alladhi khalaqa 7 samawati tibaqa, ni yule aliyoumba mbingu 7 hali ya kupishana. Ya 8 isokuwa na 9 yake, akambia wayahmilu arsha rabbika yawma idhin 8, ni wale hamalatul arshi waliobeba arshi ya Mola wako aina 8, malaika wale. 9 isokuwa na 10 yake, akambia ayatu Musa 9, ishara na miujiza ya Nabii Musa, chura, bakora, ilikuwa miujiza 10. Kisha mambo gani ukifanya unapata 10 mfano wake? Akambia manjaa bihasanatin 10 amthaliha, atakayefanya jema moja Allah atampa 10 mfano wake. Akambia na masali matatu ya mwisho, na hilo la mwisho mtajibu nyie, tujiweke sisi ndo nafasi
ya Abul Yazid, kwa sababu mwenzetu ana imani, Allah anamletea ala anna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Anaenda kanisani kuvunja hoja watu wapate hidayah, na alisilimisha kanisa zima mpaka leo ndo msikiti pale. Akaulizwa katika maswali matatu, ma huwa qabru alladhi sara li sahibihi, kaburi gani lilitembea na mtu wake ndani? Akasema hilo sio kaburi, walakin huta Yunus wa huwa mulim, ni ule samaki alombeza Nabii Yunus akawa anatembea naye. Akambia sawa, ma ashya alladhi khalaqaha Allahu bighairi ummin wala abin, kuna viumbe ambavyo au vitu ambavyo Mwenyezi Mungu kaviumba bila ya mama wala baba, na kama vina mama baba havina, kama vina mama baba havina. Ni vitu gani? Akambia saina Adam, naqat Saleh wa qatshu Ismail. Huyu ni Adam, hana baba wala mama, katokea peponi. Ngamia wa Nabii Saleh hana baba wala mama, katokea majabalini. Lakini kondoo alokuja kumkomboa Nabii Ismail hana baba wala mama, ametokea peponi. Ama vyenye mzazi mmoja, Nabii Allah ni Sayyida Hawa, ni mama Hawa ana babake Adam, hana mama. Ni Sayyidina Isa bin Maryam na mamake Maryam, lakini baba hana. Akambia sawa, wa ayu shay'in tatanafasa, na ili nakuachieni nyie masali mawili, na kuachieni nyie baada ya sala. Akaulizwa ai, ili tusikuue wewe mtu wa Muhammad, ayu shay'in tatanafasa au tatanafusa wala ruha fihi, wewe kama Muislamu kitu gani kimetoa pumzi, kimepumua, hakina roho? Swali la kwanza. Swali la pili, ma hiya shajara, kuna mti mkubwa, hadhihi shajara, huu mti mkubwa una matawi 12, na kila tawi moja lina majani 30, na kila jani moja lina matunda 5, na yale matunda yankasimu ila qismain, yamegawanyika makundi mawili, thalathatu fi dhilli wa thani fi shams. Matunda 3 yapo kivulini, 2 yapo juani. Tueleze tusikuue. Tunavyoamini sisi Waislamu, wana ilmu inaitwa suratul ijaba. Waislamu wote wanajibu haraka, ni watu wa elimu. Tujiweke sehemu ya Abul Yazid, alijibu nini? Njoo pamoja na mimi baada ya sala tuangalie tungetoka salama au na sisi tungeweza kuuliwa salama. Lakini kwa kifupi alijibu maswali hayo, tutajua baadaye, na akaadhini mwenyewe, akakimu mwenyewe, akawasalisha watu salatul fajr. Huu ndo Uislamu wa enzi hizo. Waqala azza min qailin alim, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر. وأقيموا الصلاة.